Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kina makao yake katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamhusu mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Jumanne, Julai 28, 2026. Tulionayo hii leo. Mkuu wa mkoa wa Bazuele nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mike David Mokeni Amisi, ameanza kuchukua hatua madhubuti dhidi ya uvunaji, usafirishaji na biashara haramu ya mbao katika eneo hilo. Makamu waziri mkuu, waziri wa uchukuzi, njia za mawasiliano na kufungua maeneo yaliyotengwa, Jean-Pierre Bemba alifanya ziara ya ukaguzi siku ya Jumatatu tarehe 27 Julai 2026 katika viwanja mbalimbali vya ndege nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kutathmini maendeleo ya kazi mbalimbali za ujenzi zinazoendelea katika miundombinu hiyo ya viwanja vya ndege. Na kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao katika kambi ya Malicha iliyoko katika sekta ya Mtambala tarafani Fizi kunaendelea kuzua wasiwasi. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedu Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Mkuu wa mkoa wa Bazuele nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mike David Mokeni Amisi, ameanza kuchukua hatua madhubuti dhidi ya uvunaji, usafirishaji na biashara haramu za mbao katika eneo hilo. Akiwa katika ziara ya kikazi katika wilaya ya Poko, Mokeni amesema hatavumilia tena rasilimali za misitu ya mkoa huo kuendelea kunufaisha watu wachache huku wananchi wakikosa manufaa yake. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, gavana huyo alisisitiza kuwa hataki kusikia tena hata mita moja ya ujazo ambao ukitoka katika mkoa huo bila wananchi kupata faida stahiki. Alieleza kuwa licha ya agizo lake la awali kupiga marufuku shughuli hizo haramu, bado baadhi ya watu wameendelea kukiuka sheria hizo. Kutokana na hali hiyo, Mike David Mokeni aliamuru hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya watu wanaohusika na uvunaji, usafirishaji na biashara haramu ya mbao, akitaka mamlaka husika kuhakikisha agizo lake linatekelezwa kikamilifu. Hatua hiyo inaonekana katika ujumbe mzito wa serikali ya mkoa kutaka kulinda rasilimali za misitu, kuhifadhi miundombinu ya barabara inayoharibiwa na usafirishaji unaodhibitiwa wa mbao, pamoja na kuimarisha mamlaka ya serikali na utawala wa sheria. Mamlaka za Bazuele zinaamini kuwa utekelezaji mkali wa hatua hizi utasaidia kuhakikisha utajiri wa misitu unawanufaisha wananchi wa eneo hilo na kuchangia maendeleo ya mkoa kwa ujumla. Kwingineko ni kwamba waziri wa uchukuzi Jean-Pierre Bemba alifanya ziara ya ukaguzi siku ya Jumatatu tarehe 27 Julai 2026 katika viwanja mbalimbali vya ndege nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kutathmini maendeleo ya kazi mbalimbali za ujenzi zinazoendelea katika miundombinu hiyo ya viwanja vya ndege. Ujumbe huu ulianza mjini Bunya ambako alipokelewa na gavana wa kijeshi wa mkoa wa Ituri, Jenerali Meja Gabi Kasongo Mulumba Batoka. Kisha makamu wa waziri mkuu alielekea Lubumbashi katika mkoa wa Katanga ambako alikagua miradi ya ujenzi pamoja na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa njia za anga RVA, Louis Blaise Londole. Ziara yake ilihitimishwa mjini Kananga ambako alipokelewa na gavana wa Kasai Central, Joseph Moise Kambulu. Katika kila hatua ya ziara hiyo, makamu wa waziri mkuu alifanya tathmini ya maendeleo ya kazi za ujenzi, ukarabati na upanuzi, na akabadilishana mawazo na wadau mbalimbali kuhusu changamoto zinazohusiana na utekelezaji wa miradi hiyo. Mwishoni kabisa, makamu wa waziri mkuu alisisitiza umuhimu wa kuheshimu ratiba ya utekelezaji wa kazi na muda uliopangwa wa kukamilisha na kukabidhi miradi hiyo. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Bila shaka usikose kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. JCTV ni kwa ajili yako. Kwingineko ni kwamba kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao katika kambi ya Malicha iliyoko katika sekta ya Mtambala katika tarafa la Fizi kunaendelea kuzua wasiwasi. Kwa mujibu wa mkuu wa tarafa la Fizi, takriban watu 200 waliwasili katika eneo hilo tangu mwanzoni mwa mwezi huu, wakimbia hali ya ukosefu wa usalama inayoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya tarafa hilo. Mamlaka za eneo hilo zinaeleza kuwa familia hizo
zimefika zikiwa na mahitaji makubwa ya kibinadamu ikiwemo chakula, malazi, huduma za afya na maji safi. Kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wa ndani kunazidisha mzigo kwa miundombinu na huduma zinazopatikana katika kambi hiyo, huku mashirika ya kibinadamu yakihimizwa kuongeza msaada kwa waathirika. Hata hivyo, mkuu wa tarafa la Fizi amewataka wananchi kutokuwa na hofu kuhusu usalama wa mji wa Lusenda. Amesisitiza kuwa mji wa Lusenda kwa sasa hauko chini ya tishio la mashambulizi kutoka kwa wapiganaji wa muungano wa AFC M23. Aidha, ameeleza kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo na kuchukua hatua zinazofaa ili kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unadumishwa. Mamlaka za eneo hilo zinaendelea kutoa wito kwa wakazi kushirikiana na vyombo vya usalama na kufuata taarifa rasmi ili kuepuka uvumi unaoweza kusababisha taharuki miongoni mwa wananchi. Tukiendelea kukusogezea taarifa zetu, makaburi ya pamoja 11 yamegunduliwa katika miji ya Sange na Luvungi iliyoko katika tarafa la Uvira miezi saba baada ya mauaji ya raia yaliyotekelezwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Taarifa hiyo ilitangazwa Jumatatu na ofisi ya juu ya mwendesha mashtaka wa kijeshi wa Kivu Kusini baada ya kukamilika kwa uchunguzi uliofanywa kwa pamoja na kanda ya 33 ya kijeshi. Kwa mujibu wa matokeo ya uchunguzi huo, makaburi hayo yanahusishwa na matukio ya mauaji yaliyotokea wakati wa mapigano na uvamizi wa maeneo hayo na wapiganaji wa M23. Ugunduzi huo unaongeza wasiwasi kuhusu kiwango cha madhara ya kibinadamu yaliyosababishwa na mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za kijeshi zimeeleza kuwa uchunguzi utaendelea ili kubaini idadi kamili ya waathirika, mazingira ya vifo hivyo, pamoja na kuwabaini wahusika wanaoweza kuwajibika kwa uhalifu huo. Aidha, zimeahidi kushirikiana na vyombo vya haki na mashirika husika ili kuhakikisha ukweli wote unafahamika na haki inatendeka kwa waathirika na familia zao. Ugunduzi wa makaburi hayo ya pamoja unakuja wakati juhudi za kurejesha amani na usalama katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakitaka uchunguzi wa kina na wa uwazi kuhusu matukio hayo. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Waziri wa nchi na waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Therese Kaikwamba Wagner alikutana Jumatatu tarehe 27 Julai 2026 mjini Jerusalem nchini Israel na waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar katika mfumo wa ziara yake rasmi nchini Israel. Katika mazungumzo yao, mawaziri hao wawili walisisitiza dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Israel kupitia maendeleo ya ushirikiano wa pande mbili katika sekta mbalimbali, pamoja na kuendeleza mashauriano ya karibu zaidi ndani ya taasisi za kimataifa kuhusu masuala yenye maslahi ya pamoja. Mkutano huo uliweka alama muhimu katika mahusiano ya nchi hizo mbili kwa kutiwa saini kwa nyaraka mbili za ushirikiano. Hizi ni pamoja na hati za makubaliano kuhusu mashauriano ya kisiasa na kidiplomasia, pamoja na hati ya makubaliano ya ushirikiano kati ya vyuo vya diplomasia vya DRC na Israel. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuimarisha uwezo wa kidiplomasia na kuongeza ubadilishanaji wa uzoefu kati ya nchi hizo mbili. Aidha, viongozi hao walijadili hali ya usalama katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo la Mashariki ya Kati. Waziri Therese Kaikwamba Wagner aliwasilisha tathmini ya hali inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akieleza changamoto zinazokabili taifa hilo kutokana na mzozo wa usalama. Pia alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi za kurejesha amani, huku akisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka kamili na mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ziara hii inaonyesha azma ya pamoja ya Kinshasa na Jerusalem ya kupeleka uhusiano wao wa kidiplomasia na ushirikiano katika kiwango cha juu zaidi. Hatua hiyo inaendana na maono ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo, kwa mujibu wake, ya kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kufungua fursa mpya za maendeleo kwa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunaendelea tu kukusogezea taarifa zetu, msikilizaji na mfuatiliaji wa matangazo yetu. Matumizi ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameongezeka zaidi ya mara 2 mwaka 2025, yakifikia faranga za Kongo bilioni 8.599, takriban dola bilioni 3.9 za Marekani, kulingana na ripoti ya mwaka kuhusu sera ya fedha iliyochapishwa mwezi Juni na Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa waraka huo, matumizi hayo yaliolenga hasa kufadhili operesheni za kijeshi zilizofanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya makundi yenye silaha ikiwemo M23, yaliongezeka kwa asilimia 119.2 ikilinganishwa na mwaka 2024. Wakati huo matumizi hayo yalikadiriwa kuwa faranga za Kongo bilioni 3.922. Na mwishowe kabisa, kuzuiliwa kwa Shadari na Minaku ambao ni vinara wa chama cha PPRD kuna zua hisia mseto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakili afichua kuwa walikuwa wakishikiliwa katika maeneo ambayo wake zao waliweza kuwatembelea, lakini kwa miezi miwili sasa mamlaka zimezuia kabisa ziara zote. Wakili anayewatetea Emmanuel Shadari na Obemi Nako amesema kuwa viongozi hao walikuwa wakizuiliwa katika maeneo yaliyowaruhusu wake zao na baadhi ya ndugu wa karibu kuwatembelea. Hata hivyo, amedai kuwa kwa kipindi cha miezi miwili iliyopita mamlaka zimepiga marufuku aina yoyote ya ziara, hali ambayo imezua wasiwasi kuhusu mazingira ya kuzuiliwa kwao na haki zao za kuwasiliana na familia zao. Wakili huyo ameitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu hatua hiyo na kuhakikisha kuwa haki za wateja wake zinaheshimiwa kwa mujibu wa sheria. Ni mwisho wa habari zetu kutoka JCTV Johannesburg nchini Afrika Kusini. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Niseme tu kwaheri kwa sasa.